Moto mkubwa unaendelea kuteketeza baadhi ya maeneo mengi katika nchi ya Israel, huku operesheni ya kuhamisha wakazi na vitongoji vya walowezi wa Israel ikiendelea. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa moto huo umeenea katika maeneo mapya huko Quds inayokaliwa kwa mabavu, kwa maana Yerusalem, na kusambaa hadi katika makumbusho ya zana za kivita za jeshi la nchi hiyo. Vyombo vya habari nchini Israel vimeonyesha mkanda wa video wa moto ukisambaa kwa kasi kubwa na kuripotiwa kuwa umefika kwenye jumba la makumbusho la zana za kivita za Israel huko Latrun lililoko karibu na Quds inayokaliwa kwa mabavu. Baadhi ya vyombo vya habari pia vimeripoti kuwa moto huo umesambaa hadi katika mji wa Afula ulioko kaskazini mwa Palestina inayokaliwa kwa mabavu na watu kutoka nchini Israel. Televisheni ya Israel imeripoti kuwa Italia na Ugiriki ni miongoni mwa nchi za kwanza kuitikia ombi la msaada kwa ajili ya kudhibiti moto huo. Watu watatu wametiwa mbaroni hadi sasa kwa tuhuma za kuhusika na moto huo. Hata hivyo, waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye misimamo Itamar Ben-Gvir amedai kuwa moto huo umesababishwa na Wapalestina na kusema wanapaswa kunyongwa. Hata hivyo, jitihada za kuzima moto huo bado zinaendelea, huku jeshi la nchi hiyo likifanya jitihada za kila namna kuhakikisha moto huo unazimwa moja kwa moja. Licha ya kufikiriwa kwamba ni Wapalestina ambao wamehusika na moto huo, lakini bado haijafahamika wazi ni nani alisababisha moto huo na ulitokana na nini. Bado uchunguzi pia unaendelea licha ya Ben-Gvir kwa shutumu wa Palestina kuhusika na uchomaji wa moto huo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda ni kutokana na milipuko mbalimbali ambayo inadaiwa kufanywa na baadhi ya makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na makundi kama vile Wahouthi kutoka nchini Yemen pamoja na makundi mengine ya wanajihad waliopo huko Palestina na maeneo mengi ya ukanda wa Gaza ambayo Israel imekuwa ikipambana nayo mara kwa mara, huku ikiyaita makundi hayo ya kigaidi. Hata hivyo, bado hakuna kundi ambalo limejitokeza kudai kwamba limehusika na moto huo ambao unasambaa kwa kasi katika maeneo mengi katika taifa hilo la Israel. Baadhi ya maeneo ambayo yanadaiwa kwamba moto huo umefika ni pamoja na kambi za kijeshi ambazo zina silaha nzito, na inadaiwa kwamba moto huo unaleta madhara makubwa licha ya jeshi kuendelea na jitihada za kuhakikisha moto huo unazimwa mara moja. Mtazamaji wa The World News, una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii, lakini kwa wale ambao wana comment, msicomment kwa lugha za matusi, kejeli wala udini. Kupitia hapa The World News tutakuwa tukiendelea kuwajuza yanayojiri katika ulimwengu, lakini pia tutaendelea kufuatilia ni nini kinaendelea juu ya moto ambao unawaka katika maeneo mbalimbali nchini Israel. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi ya ulimwengu.